Na baada ya kuwa kanisa limenyakuliwa hapa duniani, nini kitakuwa kinaendelea? Nimesema namba moja, patatokea moja mtu kuu sana, atakuwa ni kiongozi mkubwa sana duniani, ambaye yeye ataingia na kusaini mkataba mkubwa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza, huo mkataba utasainiwa kwa muda wa miaka 3.5, na baada ya hapo awamu ya pili atasaini pia mkataba wa awamu ya pili miaka 3.5. Na hapo itakuwa ya kwamba kama umeachwa na hiyo flight, yani hiyo ndege itakuwa imefanyaje, imekuacha, ukajikuta umesalia hapa duniani na baadhi ya ndugu zako katika Bwana huwaoni. Ndio wasema wawili atakuwa kondeni, mmoja atafanyaje, mwingine atafanyaje? Watakuwa wamelala, mmoja atafanyaje, mwingine atafanyaje? Sio, tuna makundi mawili. Kuna watu ambao watanyakuliwa, alafu kuna kundi la watakaofanyaje, achwa. Huo ni unyakuo, na itakuwa ni tukio kubwa dunia nzima. Vyombo vya habari vitatangaza. Wale wanaojiita Wakristo walikuwa wanasema habari ya unyakuo. Tunashangaa kuna watu kadhaa hawaonekani. Wanaweza kutangaza Marekani, wakashangaa the same Tanzania wanaongea the same, Uganda wanaongea kitu kile kile, sijui South America kile kile. Wanakuja kushtuka dunia nzima kuna aina fulani ya watu hawaonekani, kwa sababu maana wanasema itakuwa ni tukio sio la sekunde mbili, kufumba na kufumbua. Kufumba na kufanyaje? Katika muda mchache sana na watu watadisappear. Sasa hiyo ndo moja ya msingi mkubwa sana wa fundisho la Ukristo, kwamba hakutakuwa na shortcut.